saa 12 za asubuhi Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky afanya mazungumzo na wajumbe wa Marekani kuhusu namna ya kumaliza vita na Urusi. Michuano ya AFCON kuendelea leo kwa michezo minne, wakati Uganda na Tanzania zikijifua kabla ya mechi za kesho. Faisal Salum yeye alikosa mchezo kwa sababu ya kutumikia adhabu ya kadi 2 za njano. Maana yake ni kwamba tayari amemaliza adhabu yake, kwa hivyo kwenye mchezo ujao anaruhusiwa kucheza. Kiujumla hali ya kikosi iko vizuri. Na katika makala maalum ya mwisho wa mwaka hii leo utasikia simulizi za kusisimua kutoka kwa wanawake mbalimbali hapa Afrika Mashariki. So unajua niko kwa nyumba napiga nduru, huyu mtoto anachomeka, huyu anachomeka, mimi pia nachomeka. Niliamka nikakutana na moto, najaribu kupiga nduru nikimbie nje, at least nikimbie na watoto, napata mlango imeanza kufungwa, lakini hapo ilikuwa kidogo. Kwanza ni muktasari wa habari za dunia. Zoezi la kuhesabu kura limeanza baada ya kukamilika kwa zoezi la uchaguzi wa manispaa, uchaguzi wa kwanza wa moja kwa moja nchini Somalia kwa karibu miaka 60. Msimamizi mkuu wa tume ya uchaguzi Abdikarim Ahmed Hassan alisema kuwa raia wa Somalia katika mji mkuu wa Mogadishu walifanya uchaguzi wao chini ya ulinzi mkali na zoezi hilo lilikamilika bila matatizo yoyote. Waangalizi wa uchaguzi wa ndani nchini Somalia wanasema uchaguzi huo ulikuwa huru na wa haki. Uchaguzi huu unaonekana kuwa jaribio muhimu kuelekea uchaguzi wa rais unaotarajiwa mwaka ujao katika nchi hiyo inayojaribu kujinasua kutoka kwenye miongo kadhaa ya migogoro na uasi wa Kiislamu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Islamic State kaskazini magharibi mwa Nigeria. Sam Batenzi na maelezo. Kamanda ya Marekani barani Afrika ilisema mashambulizi hayo yalitekelezwa kwa ushirikiano na mamlaka za Nigeria na yaliua kile ilichokitaja kuwa magaidi kadhaa wa IS katika jimbo la Sokoto. Waziri wa masuala ya kigeni wa Nigeria, Yusuf Tuger, aliambia BBC kwamba operesheni hiyo ilikuwa ya pamoja na ilikuwa imepangwa kwa muda mrefu. Alisisitiza kuwa mashambulizi hayo hayakuwa na uhusiano wowote na dini, akisema magaidi hao wanaua wa Nigeria bila kujali imani zao. Akiandika kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump alisema ICC ilikuwa ikilenga na kuwaua kikatili hasa Wakristo wasio na hatia. Mnamo Oktoba, Rais Trump alitishia kuingilia kati nchini Nigeria iwapo nchi hiyo ingeshindwa kukomesha ghasia dhidi ya jamii ya Kikristo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa amefanya mazungumzo ya takriban saa moja na mjumbe wa Rais Trump Steve Witkoff pamoja na mkwe wa rais huyo Jared Kushner kuhusu namna ya kumaliza vita na Urusi. Katika ujumbe alioandika kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Zelensky alisema mazungumzo hayo yalikuwa mazuri na kwamba walijadili baadhi ya mawazo mapya na ratiba za utekelezaji. Kiwanda cha kusafisha mafuta kilicho karibu na mpaka wa Ukraine ni muhimu kwa usambazaji wa mafuta yanayotumiwa katika operesheni za kijeshi za Urusi katika maeneo ya mashariki mwa Ukraine yaliyo chini ya uvamizi. Na rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro ameunga mkono azma ya mwanawe Flavio Bolsonaro kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka ujao. Flavio Bolsonaro alisoma hadharani ujumbe wa baba yake mbele ya hospitali ambako rais huyo wa zamani anahudumiwa baada ya kufanyiwa upasuaji wa henia. Hii ni BBC. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika. Nchini Tanzania ni pamoja na Capital FM na Bomba FM. Kenya ni Mwanedu FM, Uganda ni Voice of Karamoja. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano wilayani Beni na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia tunayapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa amefanya mazungumzo ya takriban saa moja na mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump Steve Witkoff pamoja na mkwe wa rais huyo Jared Kushner kuhusu namna ya kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi. Звісно, щодо
Bila shaka bado kuna masuala nyeti yanayohitaji kushughulikiwa. Hata hivyo, kwa kushirikiana na timu ya Marekani, tuna uelewa wa pamoja na ulio wazi kuhusu namna ya kusimamia na kuyatatua. Wiki zijazo huenda zikawa na shughuli nyingi zaidi. Tunawashukuru Marekani pamoja na wote wanaoendelea kuweka shinikizo kwa Urusi ili ielewe kwamba kuendeleza vita kutakuwa na madhara makubwa. Awali, jeshi la Ukraine lilitangaza kuwa lilishambulia moja ya viwanda muhimu vya kusafisha mafuta vya Urusi katika eneo la kusini la Rostov kwa kutumia makombora ya masafa marefu. Kiwanda hicho kilicho karibu na mpaka wa Ukraine ni mhimili muhimu katika usambazaji wa mafuta yanayotumiwa na jeshi la Urusi kwa operesheni zake za kijeshi katika maeneo ya mashariki mwa Ukraine yaliyo chini ya uvamizi. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram, Rais Zelensky amesema mazungumzo baina yao yalikuwa na tija na kwamba walijadili baadhi ya mawazo mapya pamoja na ratiba za utekelezaji. Msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya pili ya sikukuu ya Christmas, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ametumia hotuba zake mbili za siku ya Christmas kutoa wito wa amani na kulaani vita, akitaja hasa mzozo kati ya Urusi na Ukraine pamoja na hali ya kibinadamu huko Gaza. Katika ujumbe wake wa Urbi et Orbi uliotolewa katika uwanja wa Mtakatifu Petro, amesema kuwa Moscow na Kiev zinapaswa kuwa na ujasiri wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Awali, alipokuwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, aliitaka dunia izingatie mateso ya watu wa Gaza, ambapo mahema yamekuwa wazi kwa mvua, upepo na baridi kali. Pia ametumia siku hiyo Christmas kuombea amani nchi ya Sudan na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuisihi Ulaya ibaki kuwa mwaminifu kwa misingi yake ya Kikristo. Kwa upande mwingine, Papa aliwakosoa vikali viongozi wa dunia aliowataja kuwa na unafiki uliokithiri wanaochochea vita kwa kuwatuma vijana wao vitani. Miili dhaifu ni ya jamii zisizo na kinga, zilizojaribiwa na vita vingi vinavyoendelea au vilivyokwisha vikaacha nyuma yake magofu na majeraha yaliyo wazi. Udhaifu wa kiakili umo kwenye maisha ya vijana wanaolazimishwa kubeba silaha, vijana ambao wakiwa mstari wa mbele hutambua upuuzi wa wanachoamuliwa kufanya pamoja na uongo unaojaza hotuba za majivuno za wale wanaowatuma kukutana na mauti yao. Ni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo. Baada ya mapumziko ya jana ya sikukuu ya Christmas, michuano ya AFCON itaendelea tena leo kwa michezo minne kuchezwa, huku wawakilishi wa Afrika Mashariki, Uganda na Tanzania wakiendelea kujifua vikali kabla ya kushuka dimbani hapo kesho. Mwandishi wa BBC Omari Mkambara anatujuza mengi zaidi kutoka Rabat nchini Morocco. Hekaheka ya kuwania uchampioni wa Afrika katika michuano ya AFCON inaendelea tena leo hii. Wawakilishi wawili wa ukanda wa Afrika Mashariki, timu ya taifa ya Tanzania na Uganda The Cranes, wameendelea kujifua kuelekea mchezo wao wa kesho utakaozikutanisha timu hizi mbili za ukanda mmoja. Tunaweza kuiita hii ni dabi ya Afrika Mashariki katika michuano ya AFCON. Tanzania Taifa Stars na Uganda The Cranes wote walifanya mazoezi yao jana jioni hapa katika jiji la Rabat kuelekea mchezo wao kesho Jumamosi. Kuna baadhi ya wachezaji wa Tanzania bado wanakabiliwa na majeraha, akiwemo golikipa Yakubu Suleiman. Afisa habari wa shirikisho la kandanda la Tanzania Clifford Mario Ndimbo, ambaye yuko hapa, anaelezea hali za wachezaji hao zinavyoendelea. Kwa wale ambao ni majeruhi, jopo la madaktari wetu wanaendelea kuassess na kuona ni namna gani ambavyo wanaweza wakarudi kwenye mchezo ujao, ama itakuwa tofauti, basi taarifa yao itaweza kutueleza. Yakubu kwa upande wake
tayari amekwisha pelekwa hospitali, kwa hiyo madaktari wanaendelea kumwangalia kwa karibu pia. Baada ya Tanzania kumkosa nyota wake Faisal Salum maarufu kama Feitoto katika mchezo wa kwanza dhidi ya Nigeria, afisa habari wa shirikisho la kandanda Tanzania ameambia BBC kwa nyota huyo yuko tayari kuweza kuwakabili Uganda The Cranes. Faisal Salum yeye aliukosa mchezo kwa sababu ya kutumikia adhabu ya kadi mbili za njano. Maana yake ni kwamba tayari amemaliza adhabu yake, kwa hivyo kwenye mchezo ujao anaruhusiwa kucheza. Kiujumla hali ya kikosi iko vizuri. Majirani hao wawili kutoka Afrika Mashariki, The Cranes na Taifa Stars, walipoteza michezo yao ya kwanza ya kundi C, kitu ambacho nahodha wa Uganda Halidi Aucho anasema ni lazima kupambana ili taifa moja kutoka Afrika Mashariki liweze kusonga mbele katika hatua ya mtoano. Timu zote za Afrika Mashariki zimepoteza, hivyo wote tunatakiwa kupambania nafasi moja ya kusonga mbele. Yoyote apate, Mungu akipenda. Kiukweli tumeanza vibaya na sio matokeo tuliyoyataka. Nafikiri mchezo unaofuata tutafanya vizuri. Tutarekebisha makosa yetu kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Tutapata matokeo na kuwafanya mashabiki wetu wafurahi. Leo kutapigwa michezo minne ya mwendelezo wa michuano hii ya kombe la mataifa ya Afrika. Angola watakuwa Stade de Marrakech kwa kabili Zimbabwe. Mechi hii ikichezwa saa 9:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mabingwa wa kihistoria wa michuano hii ya AFCON, Misri, watashuka dimbani saa 12 jioni kwa kabili Afrika Kusini almaarufu kama Bafana. Saa 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki, Zambia Chipolopolo watakuwa nakipiga na Comoros. Nao wenyeji Morocco watakuwa na shughuli pevu dhidi ya Mali, mchezo ukichezwa kwenye dimba la Prince Moulay Abdullahi majira saa 5 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Okay, good ball. Yes, okay. Come on, Danny, I wait for you. Hop like, get it. Okay, good. Come on, Danny, hop like. Come on, control and kick now. Hop. Okay. Good. Kila laheri kwa Afrika Mashariki. Asante Omari Mkombara. Mwalimu Matayo Wadi na kuona katika ukurasa wa BBC Swahili wa Facebook kutoka Igoma jijini Mwanza. Unasema unawapongeza Watanzania wote kwa kusherehekea salama siku kuu ya Christmas na unawatakia maandalizi mema kupokea mwaka mpya 2026. Unasema Trump akimaliza Nigeria aangalie DRC, wa Kongo wanapaswa kuwa na amani. Ismaili Saki wa Mandewa, Singida, unasema ujumbe wa Papa Leo uheshimiwe, dunia iwe na amani vya kutosha. Asante sana. Na sasa namkaribisha mwenzangu Asha Juma akiwa Nairobi. Yeye anakukumbusha tu kwamba hizi ni miongoni mwa mkusanyiko wa makala za waridi wa BBC zikihusu wanawake na madhila walioyapitia katika maisha yao hasa mwaka huu 2025. Msikilizaji,